hiyo kwa utaratibu kamili, mwisho wa juma kazi zote zinakuwa zimekwisha katika vigezo vyake na ukamilifu wake wote. Wazo kuu, utendaji kazi wa Mungu kwa juma inadhihirisha tabia yake. Amina. Ndio maana mwisho wa kazi katika fungu la kwanza, fungu la mwisho la sura ya Mwanzo, anasema kwamba mbingu na nchi zikaisha na jeshi lake lote. Tazama, kila kitu alichokifanya Mungu kilikuwa ni chema sana. Maana yake ni kwamba aliweza na ungeweza kuona tabia yake katika vile alivyotengeneza. Ndio maana kitabu cha Zaburi anasema, mbingu za uhubiri utukufu wa nani? Wa Mungu. Na anga utangaza kazi za nini? Za mikono yake. Kwa maana kwamba unaweza ukaona tabia yake kwa kazi za Mungu. Swali ni hili: je, mtu anaweza kuona tabia yako kwenye kazi yako? Ili ujue tabia ya mtu, nenda angalia kazi yake. Ukiona ni nzuri, hiyo ndio tabia yake. Kazi yako ikoje? Kazi yako ndio tabia yako. Ukifanya kazi nzuri, humaanisha kwamba wewe una tabia nzuri, mfano wa muumbaji wako aliyekumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Baada ya kufanya kazi kwa siku 6, Bwana Mungu aliamuru, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi. Mimi nasema kama kuna watu ambao wangekuwa na sifa bora za utumishi uliotukuka, ni Waadventista wa Sabato. Kwa sababu moja ya amri kuu wanayoienzi ni amri ya 4 ambayo huagiza ufanye kazi kwa siku 6 na siku ya 7 ni Sabato. Lakini hapa unaona wenyewe hawaajiriki, hawana sifa. Dawa yake ni nini? Lakini mbaya zaidi, mwisho wake ni nini? Maelekezo ya mwalimu mkuu kwa washiriki na watu wote. Kitabu cha Torati sura ya 6 fungu la 6 na 7. Tumehama hapo tayari, twende kwa maneno zaidi kulenga pale tunapokwenda. Biblia inasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe ufundishe watoto wako kwa bidii, na kuenena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Baada ya kupokea maelekezo ya Mungu, huyu mzazi anapaswa afanye mambo mawili. Moja, yale maneno ya Mungu ayaweke moyoni, kwa maana ya kuyaishi, ya kuyafanyia kazi, kuyafanya kuwa ya kwake. Habari ya pili ni kuyafundisha kwa bidii kwa mtoto wake na watu wote. Baada ya ibada umetoka kwa Mungu, unayo majukumu mawili makubwa ili uwe umebarikiwa. Moja, kuyaishi mafundisho ya Mungu, na pili, kuyafundisha ili upate ile 95. Amina.
nitawarushieni baadaye. Chini ya hayo kuna mambo 10. Chini ya hayo mafungu mawili kuna mambo 10. Mojawapo la 8 la 10 ni hili, limekaziwa. Mara zote unapotoka ibadani, ufahamu una kazi kuu mbili. Moja, kuyafanyia kazi maneno ya Mungu. 2, kuyafundisha. Amina. Baada ya hapo, katika hii katabrasha utapewa namna ambavyo wazazi watakatifu walivyoandaa watoto wao kuwa mawakili maaminifu katika maisha yao. Mama yake na Musa, mama yake na Yesu, mama yake na Daniel na wengine mifano kama hiyo. Mama wacha Mungu huongoza watoto wao kuwa wacha Mungu. Nimefanya kwa ufupi kwa sababu ya muda. Utunzaji wa muda pia ni muhimu na ni wakili wenyewe kabisa. Kwa mkiona kwenda kasi, muwe na amani, mtafika mwisho salama. Niingie kwa jambo lingine ambalo nimeandaa hapa kwa ufupi, ili tupishe kipindi kingine baada ya hapa. Jambo lingine ambalo nataka tuliangalie liko hapa. Moja, jinsi gani ufundishe mtoto wako. Moja, liishi neno la Mungu. Amina. Liishi neno la Mungu. Mama mzazi, uwe mcha Mungu, liishi neno la Mungu. 2, jisalimishe kwa mwalimu mkuu, Roho Mtakatifu. Jisalimishe kwa nani? Mwalimu mkuu, Roho Mtakatifu. Yeye pia ni mwalimu mkuu, tena anafundisha, na kifundisha utaelewa, maana ni Mungu yeye. 3, tumia fursa zote ili mwanao aelewe somo unalomfundisha. Tumia fursa zote ili kuweka ukweli katika moyo wa mwanao. Tumia matendo yako mwenyewe, kielelezo, mfano halisi. 2, ikibidi tumia maneno, maana matendo hunena kwa sauti kubwa. Anaguswa na vile unavyoishi. Unaishije? Kulingana na neno la Mungu katika moyo wako. Yeye anakopi na kupesti kile ulicho nacho, unachokiishi. Ishi neno. Ndio maana kuliweka moyoni. Ishi neno. Likiwa moyoni, ataliona, atakopi, atapesti. Anapokuwa mtu mzima, akiondoka kwako, akienda kwake, ataondoka na neno. Tukaambiwa watoto katika nyumba zetu ni wageni. Kuna siku ataondoka. Mbebe, nyonyeshe, mpende, lakini ufahamu kwamba yeye ni mgeni katika milango yako. Siku moja ataondoka. Swali, ataondoka na nini? Naomba aondoke na neno. 4, fundisha kwa bidii. 5, tumia mambo mawili: matendo, maneno. Maneno na matendo. Kubwa matendo. 6, tumia fursa za maombi ya asubuhi na jioni. Na baada mara hii
nitakuelekea ratiba ya maombi katika nyumba yako, ili kila mara uifuate. Ombea wengine, kuwa katika maombi. Usipende kujiombea wewe mwenyewe, mambo yako mwenyewe. Mungu wangu, nyumba yangu, mume wangu, watoto wangu, ndugu zangu. Wengine je? Kuwa kiroho. Na Bwana akubariki. Amri ya kufanya kazi kwa siku 6. Maagizo ya Mungu yanasemaje? Siku 6 fanya nini? Sasa hii tumeiacha, tunatunza sabato tena isivyo sasa. Amri inadai mawili: kufanya kazi kwa siku 6, kazi kamilike, iwe na sifa na hadhi, ndipo waabudu. Hakuna kulipua. Nampenda mzee mmoja, mara kwa mara anatoa mfano wake juu yake. Mahali fulani mlimani, mzee mmoja kalima shamba lake vizuri, akapita kiongozi wa serikali pale, akaona ametengeneza bustani ya cabbage, ina matuta, ameweka pale chini majani kama vile yamepangwa vizuri hivi mustari. Kiongozi akasemaje? Nadhani huyu bwana shamba hapa ni msabato. Bwana sifiwe. Mzee yuko nyumbani, kazi yake inatangaza imani yake. Mtu akija kwako, nyumbani kwako, umefagia, akipita, akiangalia, ataona sifa na imani yako. Ushauri muhimu kwa wazazi juu ya wajibikaji wa kazi kwa watoto. Kaa sawa sawa, kwa haraka kabisa. Hapa ni nyeti. Mfundishe mwanao kupenda kazi na kufanya kazi. Haya ndio maisha. Asitegemee kusoma ili aajiriwe. Mwambie hata kama ajira haipo, maisha yaendelee. Awe na uwezo wa asili wa kuwajibika katika maisha. Kwa hiyo jambo la kwanza kabla ya masomo, kufanya kazi kwa mfano wa Mungu mwenyewe, ili baadaye aishi maisha matakatifu mbele za Mungu na afanikiwe katika maisha. Moja, andika: wazazi wapangie watoto wao kazi kulingana na umri wao na uwezo wao. Watoto wako wapangie kazi. Aliyezaliwa, anayekuwa, anaendelea kwa namna umri wake ulivyo na uwezo wake, apangiwe kazi, asikae tu. Jambo lingine, na hizi ndondoo za mama White na kwenda kwa haraka. Jambo lingine, wazazi hakikisha kuwa watoto wao hawakai bila kazi. Watoto wasikae bila kazi. Maelezo ya mama White. Jambo lingine, wazazi wasaidie watoto wao kutumia muda wao vizuri. Wasaidie kutumia muda wao vizuri. Wazazi wasaidie watoto wao kufahamu kuwa wana wajibu na kazi ya kufanya ulimwenguni. Wana wajibu na kazi ya kufanya ulimwenguni. Msihofu, nitawarushia mengine, yako mengi tu hapa kama kitabu kidogo. Kama unaweza kuandika, andika. Wazazi waunganishe nguvu za mwili na akili za watoto wao. Nguvu za mwili na akili za watoto wao. Nguvu zao ziunganishwe na nguvu za mwili.
maendeleo ya akili ya mtoto huenda sambamba na uwajibikaji katika maisha. Nguvu za mwili na akili ziunganishwe pamoja. Elimu ambayo hutolewa kwa njia hiyo ina manufaa ya msingi kwa watoto wanaokua. Jambo lingine, wazazi wabuni njia na kazi za kuwezesha watoto wao wasikae bila kazi. Akili isiyofanya kazi ni karakana ya shetani. Wazazi una wajibu kubuni njia na mbinu, akiwepo nyumbani ni mtoto wako au na kitu cha kufanya, asikae bila kazi. Jambo lingine, mtoto waambiwa kwamba wao ni sehemu halisi na kamili ya familia. Wanapaswa kusaidia kubeba mizigo ya familia. Ndondo yake utaiona pale chini ukipata katabrasha hii. Wazazi wafundishe watoto wao kuwa kufanya kazi ni heshima na ni sifa njema, sio laana, ni heshima na baraka kwao. Wazazi wafundishe watoto wao kufanya kazi kabla ya kucheza, michezo baadaye. Nyumbani pawe ni mahali pa kuwafunza watoto kufaa katika maisha. Ndio maelekezo Mama White hapa. Jambo lingine, wazazi wanapaswa kufahamu kuwa kufanya kazi ni ulinzi bora kwa watoto wao, ni usalama wao, ni ulinzi, ni lindo, ni kinga yao dhidi ya majaribu. Amina. Wazazi wafundishe watoto wao kukabili matatizo na changamoto za maisha. Wafundishe kukabili matatizo na changamoto za maisha. Dondoo kidogo anasemaje hapa Mama White? Watoto wafundishwe kuwa ulimwengu huu si uwanja wa halaiki, lakini uwanja wa vita. Akizaliwa waambie tayari vita vimeanza, kaa sawa sawa, simama. Lingine hili kwa watu wote, wazazi wasipuuzie kuwafundisha watoto wao kufanya kazi za mikono, hata kama kuna utajiri na hali nzuri za maisha katika familia. Amina. Kijana mmoja alionekana nje ya nyumba ya baba yao. Baba yao tajiri, anafyeka majani, bilionea huyu. Kapita mtu mmoja asema, mbona unafuzumbuka kufyeka bila hamna pesa? Akasema, pesa yuko wapi? Nyumba hizo, miradi hiyo? Akasema, hizo ni mali za baba yangu, nawajibika kama mimi katika nafasi yangu. Amina. Jambo lingine, kazi za mikono zisiafifishwe. Hizo ni za maana sana, ni mbaraka kwa watoto wetu. Amina. Ni jukumu la wazazi kuondoa dhana hii potofu katika akili na maisha ya watoto wao. Hivi kabla ya kusoma, wafanye kazi kwanza. Kusoma ni halali, lakini kusoma baada ya kazi. Tuition baadaye. Na kumalizia,
Wazazi wafahamu kuwa jukumu lao kubwa linalenga maisha haya na ile baada ya milele kwa watoto wao. Hili ni jukumu ambalo wamepewa na Mungu na linapaswa kufanywa kazi kwanza. Mbele ya maisha, kazi muhimu zifanywe na watoto wao. Naomba niishie hapo kwa sasa, nije kwa jambo lingine. Nimezungumzia habari ya usimamizi wa fedha, nikagusia baadhi ya maeneo, na ingia katika swala zima la usimamizi wa mali na upangaji wa budget. Wale ambao wameweza kufanikisha kujua kiasi ambacho tutumia kwa mwezi ni wana budget, na Biblia inafundisha budget. Amina. Mama wote nasema kwamba kila Mwadventista anapaswa kuwa mchumi. Amina. Nini maana kuwa mchumi? Ni kuwa na maarifa ya kufanya kazi, kupata pesa, kutunza, kutumia, kutoa na kuwekeza kwa manufaa. Biblia imejaa masomo juu ya fedha kuliko mada zingine zozote. Mbele ya somo lako hili utaona umuhimu wa bajeti katika maisha yako kama mwanafamilia na mambo mengine. Korea, waaminifu wa utoaji wa zaka na sadaka ni 98%. Sisi kwa data zetu za mwisho, waaminifu katika union yetu wanatoka 20 hapa mpaka 30. Wenzetu 98. Nilimuuliza mmoja wa missionary kutoka Korea kwamba hivi ni kweli, na mnafanyaje kufanya washiriki kuwa waaminifu katika maisha yao? Huyo missionary Mkorea alikuwa ana watoto wake wawili wasichana. Kaenda kwake nieleza siri ya mafanikio yao. Akasema, tunafundisha watoto wetu moja, kufanya kazi. Na baada ya kufanya kazi, na wapatia fedha kama kielelezo ama njia ya kufundisha kwamba ili mtu apate kazi, apate pesa, lazima afanye kazi. Mtu hapewi pesa tu kwa vikapewa, anapewa baada ya kufanya kazi. Ili hilo kuwafundisha, akasema nawapatia kazi za kufanya, baadaye nawapatia pongezi ya fedha kama njia za kuambia kwamba ili wafanikiwe katika maisha, wapate mapato, lazima wafanye nini? Kazi. Baadaye wapate nafasi pia ya kutoa zaka na sadaka kwa Mungu wao. Mama White anasema kwamba watoto wetu lazima wafundishwe mpango wa budget. Wajue mapato, kuyapangilia na namna ya kutumia. Wanaanzaje? Zaka, si ndio? La kwanza hilo katika mpango mzima wa budget nini? Zaka moja, ya pili, ya tatu. Mmeshapotea hapo, mmeniacha, si ndio makusudi yenu au bahati mbaya? Moja, mbili, tatu. Nini? Mna hakika mnachokisema? Moja, mbili, tatu. Sawa sawa. Akiba. Haya, nne. Maskini. Nyingine mavazi. Nyingine makazi. Makazi, nyumba. Halafu mengine ya ziada ambayo hata kama huna, hutapeleka polisi. Simu ya mkononi, TV, kochi ya ziada. Yaani usipokuwa nayo kawaida. Haya ndio msingi wenyewe. Kuweka akiba namna hiyo.
namna hiyo anaeleza umuhimu wa bajeti hapa chini. Ndarusheni mfano wa bajeti, itawasaidia kuona namna gani mweze kupanga vizuri mambo yenu. Katika mpango wa bajeti zingatia yafuatayo. Mrudishie Mungu kwanza kilicho chake. Kipange hapo ili kina mali pake. 2, upange kutumia chini ya kile unachopata. Sawa sawa. 3, hifadhi kila mara. Yani hiyo ni akiba hiyo. Hata kama ni shilingi 5, shilingi 100, sawa? Ama shilingi tuseme 5,000, 10,000. Weka mafuku kwamba hutaigusa mpaka malengo yafikiwe. Weke kipengele cha dharura. Mfuko unaoshughulikia masuala ya dharura. Jambo lingine, hapa, weka malengo. Weka malengo. Naambiwa dakika zimekwisha hapo, zimekwisha kabisa. Alright, sasa nifanye kitu kimoja cha mwisho hapa. Niko ndani kimekwisha, 10 zimekwisha kabisa. Sasa na mimi nataka nifanye uaminifu hapa. Nimalize hapa kidogo. Okay. Nitawarushia yote hapa tu maana muda haupo. Naomba tu dakika 0 nimalize hapa hili moja. Hii ni ya mwisho na inahusu ratiba ya wiki ili kwamba sabato isiingiliwe. Amina. Mambo yako yote ambayo yanakukwaza yapangie siku za mwanzo wa juma. Kufua, kupiga pasi, weka vitu sawa sawa. Ikifika Alhamisi kama mchele, tafuta utengeneze vizuri, ubakize kununua matunda na mchicha. Sawa, kidogo kidogo hapo. Hiyo ni Ijumaa hiyo. Mambo ya kufagia, nguvu nyuma. Ratiba ya wiki. Na kuna kanuni zake hapa. Hayo ndio msingi hayo. Ile ambayo wewe unasema kwamba inakufanya kwamba ufanye kazi kwa nguvu, baadaye uumie roho, sabato imevunjwa, umechoka, yaondoshe huko nyuma. Usafi wa jumla katikati ya juma. Kufua nguo, kupiga pasi mapema huko. Uwe na nguo za sabato na vitu kama hivyo. Ikifika siku upate pressure. Ombi langu ili haya yawe ya kwako, uyafaidi, wakili bora mwaminifu kwa Mungu wako. Baada hapa nenda kayasome, nenda kayaishi, nenda kayafundishe. Na siku moja Bwana atasema kwangu na kwako, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Kule Stum nilikuona mwaminifu. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Bwana bariki sana. Tusimame tuweze kuomba.